Kwa majina naitwa Pius Zakaria Lukaga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Mbogwe. Leo tarehe 17 mwezi wa 3 2025 tumekuja hapa Chato kwa kumbukizi ya mpendwa wetu hayati Daktari John Pombe Magufuli. Tukiwa hapa Chato sisi kama vijana tunamkumbuka kwa kazi kubwa ambazo amezifanya wakati wa uhai wake. Baadhi ya kazi hizo ni pamoja na mageuzi makubwa kwenye sekta ya madini. Kwenye sekta ya madini, Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona wazawa wananufaika zaidi na sekta ya madini. Na ndiyo maana mwaka 2017 kulitungwa sheria ambayo ililenga kuwanufaisha wazawa, lakini pia kuweza kuongeza wigo wa ukusanyaji mapato. Na mpaka sasa tunapozungumza, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendeleza dhamira hiyo. Mpaka tunapozungumza, 40% ya mapato yote yanayotokana na madini ni mchango kutoka wachimbaji wadogo wadogo. Lakini si hivyo tu, katika sekta ya madini, Daktari Samia Suluhu Hassan ameamua kuanzisha utaratibu wa kufanya utafiti. Umekuwa unawasaidia sana wanyonge, na ndio maana hata miezi michache imepita, rais wa TLS Mwambukusi amesema kwamba umesaidia sana katika kuhakikisha kwamba haki kwa wanyonge inapatikana. Lakini mambo mengine, tukiwa hapa Chato tunamkumbuka hayati John Pombe Magufuli katika kuwa na shauku ya kuona mtaala na mifumo ya elimu inabadilika. Nakumbuka tarehe 9 mwezi wa 12 2020, wakati akiapisha baraza lake la mawaziri, alisema angependa waziri wa elimu abadilishe mapema mtaala wa elimu ili uendane halisi na maisha ya Kitanzania, na akajaribu kumtishia, akasema kwamba ikiwezekana usipofanya hivi unaweza kufanya ukiwa kama sio waziri. Lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza, tarehe 1 mwezi wa 2 2025, tayari mtaala mpya wa elimu ulizinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na mtaala huo utakuwa na mikondo miwili. Kuna mkondo wa jumla, mkondo wa amani. Mkondo wa amani, watu watasoma masomo 4 na somo la biashara na lazima, lakini pia watachagua fani 15. Watachagua masuala ya uchimbaji na uchenjuaji, watachagua masuala ya mara elimu. Tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli alikuwa na shauku ya kuona elimu inaendana na mazingira ya Kitanzania na kubadili mtaala wa elimu. Lakini mpaka tunapozungumza sasa hivi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tarehe 1 mwezi wa 2 imezindua mtaala mpya wa sera na mafunzo wa elimu. Kumekuwa kuna mtaala kuna mkondo wa ujumla na mkondo wa amali. Na katika mkondo wa amali, watoto watasoma masomo 4 na somo la biashara lazima, lakini watasoma fani mbalimbali 15. Watachagua kati ya fani 15. Mtoto anachagua fani kulingana na mazingira, matakwa yake na jamii inayomzunguka. Wapo watakaosoma ufundi umeme, wapo watakaosoma masuala ya uchimbaji na uchenjuaji, wapo watakaosoma masuala ya kilimo, na hii itawasaidia Watanzania kuweza kujiajiri watakapomaliza masomo, kuliko ilivyokuwa pale nyuma. Wimbi kubwa la wahitimu walikuwa wanaingia kwenye soko la ajira na ajira ni kidogo. Hayo ndiyo mambo ambayo tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli, na yanaendelezwa vizuri na serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mambo mengine ambayo tunakumbuka ni kufufua shirika la ndege la Tanzania. Tunakumbuka kuwa alipoingia madarakani alikuwa na shauku kubwa ya kufufua shirika la ndege la Tanzania. Licha shauku kubwa aliyokuwa nayo, alikumbana na vikwazo mbalimbali. Nakumbuka kuna ndege ambayo ilitegemewa kuja mwezi Julai 2017, lakini ilikamatwa kule Canada kwa sababu ya mtu ambaye alikuwa ndani Tanzania.
licha ya changamoto hizo hakuweza kukata tamaa na hatimaye ndege iliwasili. Hii inatukumbusha kwamba sisi vijana tunapopambana na changamoto mbalimbali tusiweze kukata tamaa. Na ukiangalia hata historia inaelezea Uingereza wakati imefanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda, kulikuwa na changamoto mbalimbali. Mwaka 1811 mpaka 1830 kulikuwa na changamoto ya baadhi ya vijana wa Kiingereza waliungana na kuanza kuharibu mashini wakiongozwa na jamaa anaitwa Ned Rudi, na ndiyo maana mfumo ule wa kuharibu mashini ulijulikana kama Rudism. Lakini Waingereza wakata tamaa, wakaendelea na hatimaye wakaongoza dunia wakati ule. Hayo yalifanywa na Daktari John Pombe Magufuli, lakini na mtangulizi wake Mama Samia Suluhu Hassan anaendeleza vizuri na shirika la ndege. Na jambo jingine ambalo tunamkumbuka Daktari John Pombe Magufuli na vitu ambavyo sisi tunapaswa kuviiga ni kwenye miradi ya kimkakati. Miradi ya kimkakati aliyolenga ni miradi ya kimkakati. Kuna miradi mingi ya kimkakati. Kuna bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Alikuwa na dhamira na shauku ya kuona kwamba bwawa linakamilika, lakini tayari serikali ya awamu ya 6 imeendeleza na sasa hivi kwenye hatua ya kulikamilisha. Kuna ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi maarufu kama daraja la JPM, lakini mpaka sasa hivi lipo hatua ya kukamilishwa na serikali ya awamu ya 6. Kuna mradi wa reli ya SGR, yani Standard Gauge Railway, ambao tayari serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan nao uko katika hali ya kukamilisha. Hayo mambo tunamshukuru sana na tunashukuru sana kwa ndoto zake. Jambo ambalo sisi vijana tunataka tujifunze kupitia kumbukizi hizi ni kwamba tunapaswa tuwe na maono ambayo ataisaidia jamii, si kwa wakati huu au kwa njia zetu, lakini hata kama tumeshatangulia mbele za haki, wanaokuja waweze kuyaendeleza.